Pia jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limeendelea na operation za kukabiliana na matapeli sugu ambao wanatumia mtindo wa kuwarubuni vijana kupitia mitandao mbalimbali, kwamba wanawafundisha vijana namna ya kuwa mabilionea na baadaye kwa kutumia majina ya makampuni ambayo yanachunguzwa kuhusu uhalali wake. Kwa hiyo tumekuwa na wimbi la matapeli kwenye mkoa wetu wa Morogoro, na sisi tangu Januari tumekuwa na operation mbalimbali za kukabiliana nao. Kwa hiyo sehemu ya utapeli ambao tunauona ni haya makampuni aidha bandia au uhalali wake pia bado unachunguzwa. Yamekuwa na mtindo wa kuwaita vijana kutoka mikoani huko kwa ajili ya kuja kufanya mafunzo ya ujasiriamali au kuwafanya wawe mabilionea, matajiri kwa baadaye. Sehemu ya makampuni hayo ni kampuni inajiita kwa jina la Alliance in Motion Global, nyingine inajiita QY Group of Company, lakini kuna kampuni inaitwa QNet Group of Companies na kampuni nyingine inajiitwa Instant Millionaire. Kwa hiyo viongozi wa haya makampuni wamekamatwa kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Utaona vijana hawa wanashawishiwa kutoka kufika eneo watakaloelekezwa ambapo ulipa ada ya shilingi kati ya $600,000 mpaka $1,000,000, na wakishapokelewa kwenye kambi ambazo zimeandaliwa ambapo ni nyumba kubwa zenye uzio ambapo si rahisi kuonekana na watu wengine, kisha kuanza kuwalazimisha au kuwashawishi wenzao ambapo wavuta kwa maneno mazuri na kusafiri kufika kambini mkoa wa Morogoro. Vijana hao wakiwa kambini hurubuniwa na kuanza kuwalazimisha wazazi wao wawatumie pesa kwa ajili ya kuendelea na masomo zaidi, wakiaminishwa kuwa watakapohitimu watapata ajira kupitia mtandao. Vijana wengine wanatokea mikoa ya Arusha, Manyara, Kilimanjaro, Tanga, Mwanza na Iringa. Wengi wa vijana wanatokea mikoa hiyo. Lakini utashangaa kwamba hakuna kijana anatoka mkoa huu wa Morogoro. Wengi wanatoka mikoa ya nje. Mpaka sasa jumla ya vijana 399 wameshaokolewa kutoka mikononi mwa matapeli hao, lakini watuhumiwa zaidi ya 19 wamekamatwa kwa kipindi cha kuanzia Januari mpaka mwezi Machi mwaka huu. Lakini wazazi pia wasiruhusu vijana wao kuja mkoani Morogoro kufanya mafunzo ambayo hayatambuliki na taratibu za kiserikali, na hakuna mafunzo ya kumfanya mtu kuwa bilionea kwa utaratibu unaofanywa na hao matapeli. Kwa hiyo ni utapeli. Watoto wengine, kuna mama mmoja mpaka mtoto wake anamtishia kwamba yuko tayari kuuza figo kama atamtumia pesa za kuweza kusafiri kwenda huko ng'ambo kwa ajili ya kuwa bilionea. Lakini mwisho wa siku sasa wanaachwa wako solemba tu, wanakuja kutoa taarifa kwenye vituo vya polisi. Kwa hiyo wazazi wasikubali kuwaruhusu vijana wao kuja kufanya mafunzo ambayo sio rasmi. Serikali ina utaratibu wake wa kutoa mafunzo ya ujasiriamali, lakini viko vyuo ambavyo vinatambulika vinatoa mafunzo ya namna hiyo, na sio kwa watu ambao unaona kwamba huwezi kuwa trace au kuwafuatilia kwa haraka.